uhitaji wa Orlando Pirates kwake yeye Fadlu Davids ni mkubwa mno, yani wanamuhitaji sana, lakini sasa yeye ni asilimia ngapi ambazo kwako zinakupa picha kwamba Fadlu Davids huenda akarudi kuifundisha kwa maana Orlando Pirates? Asilimia ngapi unaziona Orlando Pirates wanahitaji Fadlu aende ajiunge na hiyo timu? Orlando Pirates wenyewe kama wenyewe wanamhitaji Fadlu Davids kwa asilimia zaidi ya 75. Ila sasa mengi ya kuweza kuzungumza hapo, kuna taarifa nyingi ambazo ziko Afrika Kusini, tutahitaji kuzifahamu sana kutoka kwako, lakini kwa Fadlu Davids bila shaka mashabiki wa Simba sasa wataanza kuamini, maana yake nishai kuambia kwamba wajiandae kuwa na kocha mpya, sio Fadlu Davids. Ni kweli ni mambo magumu, lakini pia kumbuka Jose Rivero amekwisha ondoka, na yeye taarifa ya yeye kuondoka ilikuwa tangu mwezi wa Februari. Walishamueleza kwamba msimu huu tutaomba utupishe katika nafasi hii. Kama kawa kama kazi. Mimi naitwa Lugano Israel, niko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo. Kama ambavyo unafahamu, ni wakati ambapo mara nyingi tunafanya hivyo kupitia Like Media, kuwatafuta watu mbalimbali ili kuweza kutupa taarifa za uhakika na zile ambazo zinazungumzwa maeneo tofauti. Sasa tunaenda moja kwa moja Afrika ya Kusini. Utakuwa unafahamu kwamba timu ya Taifa Stars imesafiri kwenda kucheza michezo ya kirafiki Afrika Kusini. Bafana, Botswana, Uswati pia wataenda kucheza michezo huko, tuweze kufahamu mambo mengi yatakayoenda kutokea huko. Mimi naitwa Lugano Israel kama ambavyo nimekwambia, lakini pia hii ni Like Media. Tunaungana moja kwa moja na mwenzetu kutoka Afrika ya Kusini tuweze kuzungumza naye mambo mengi sana ya kimichezo ambayo yanaendelea huko. Kama ambavyo nimekwambia, timu ya Taifa Stars ipo Afrika Kusini mpaka sasa. Atuambie kuhusiana na mambo kama hayo, lakini huyu ni mmoja kati ya watu ambao wataenda kutupitisha kuweza kufahamu, kwa maana Fortunatus Kasomfi ambaye yuko huko kutuambia kuhusiana na swala zima la timu ya Simba, kuhusiana na kocha Fadlu Davids. Pia kuna taarifa ambayo inazungumzwa huenda asiwe kocha wa Simba msimu ujao. Orlando Pirates tayari umeshaanza kumchungulia, kumfuatilia, na kumbuka alishawahi kufanya kazi hapo. Nini ambacho kinaendelea? Tuanze na timu ya taifa kwanza. Fortunatus Kasomfi, habari za huko Afrika Kusini? Ni njema kabisa ndugu yangu, ni njema, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama salmini. Ndio. Na tunaendelea kupata ile rehema zake, tungali katika nchi hii ya kusini mwa Afrika. Salamu kwa wasikilizaji. Naam, nashukuru sana kwa kuwa umetupa muda wa kuweza kuzungumza, angalau tuzungumze masuala mazima ya kimichezo. Na taarifa inayozungumzwa sasa hivi ni timu ya Taifa Stars iko Afrika ya Kusini. Mmepokeaje huko, na upande wa ubalozi unasemaje? Manake ndio wenyeji katika mji huo wa Afrika Kusini, wanaita Joburg. Naam, kwa ujumla ni kwamba naweza kusema kwamba timu iliwasili mapema majira ya mchana siku ya jana Jumanne, ambapo walifika katika uwanja wa Oliver Reginald Tambo, uwanja wa kimataifa wa ndege huu, na baada ya hapo safari ya moja kwa moja kuelekea katika eneo au jiji linaloitwa Polokwane, zamani Petersburg. Ndiko hasa kutapigwa mtanange wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya wenyeji wao wa Bafana, timu ya taifa ya Afrika ya Kusini, ambayo tayari wamekwisha kukaa kambi wenyewe mara baada ya kuitwa kikosi ambacho kina wachezaji wengi kutoka timu ya Orlando Pirates, na huku wachezaji kadhaa wa timu ya Mamelodi Sundowns wakihusishwa tu labda wataonekana katika mechi hiyo, lakini wengi wanaitwa debutant wapya ambao wametangazwa watakuwepo katika kikosi hicho. Ni takriban si wachezaji chini ya 9 ambao kocha anafikiria kwamba aanze sasa kuwaonjesha radha halisi ya kucheza michuano ya kimataifa. Na mechi hii inatarajiwa kuchezwa siku ya Ijumaa majira ya saa 1:30 hivi, saa 2:30 ya huko nyumbani Tanzania, ambapo utachezwa katika uwanja wa Peter Mokaba ulioko Polokwane. Na ubalozi wa Tanzania timu ya Afrika Kusini chini ya kiongozi hodari shupavu mwana michezo
mwana diplomasia, mchumi, naweza nikasema kila kitu. Ni kiongozi balozi ambaye amekuwa akishiriki na kuwaunganisha Watanzania katika nyanja tofauti tofauti, huku akikaribisha aina tofauti tofauti ya makundi mbalimbali hapo balozini. Ametoa rai kwa Watanzania wote wanaoishi Afrika ya Kusini na nchi za jirani za Afrika ya Kusini kuweza kufika katika kuhanikiza ushindi wa timu ya taifa. Mara baada ya mechi hiyo ya tarehe 6 watakwenda kucheza dhidi ya Eswatini tarehe 7, lakini pia watajitupa uwanjani kucheza na Madagascar katika mchezo wao wa tatu, ambao michezo hii ya Eswatini pamoja na Madagascar iko ndani ya kalenda ya michuano ya Kosafa. Unajua kwetu kuna Sekafa, hapa kuna Kosafa. Kumbuka kwamba anakuwa kama ni mgeni mwalikwa kwenye michuano hiyo, na yenyewe hii itachezwa katika uwanja wa Free State huko Bloemfontein. Wengi nikisema kuhusu Bloemfontein nadhani wanakumbuka kwamba Yanga walicheza pale na wakachukua kombe la Toyota dhidi ya Kaizer Chiefs baada ya kushinda mabao 4. Nafikiri wengi watakumbuka hilo. Kwa hiyo huo ndio hasa tunaweza kusema wiki imefunguka katika mtindo huo, Watanzania wote wakiombwa na ubalozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini wafike kwa wingi, na Bloemfontein si mbali sana kufika katika nchi ya Lesotho ambayo pia iko chini ya ubalozi huu ulioko katika jiji la Tshwane, zamani Pretoria, ambao kiongozi ni huyu balozi wetu James Gilawa Bwana. Kwa hiyo kwa wale wa Tanzania walioko katika nchi hizo itakuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kufika ili kuweza kuviona. Ukikumbuka kwamba kikosi hiki ndicho hasa tunataraji kwamba wengi wao watakuwepo katika kikosi cha timu ya taifa ambayo inashiriki au itashiriki katika michuano ya CHAN kwa wale walioko katika ligi za ndani, lakini pia AFCON. Kwa hiyo ni wakati na wasawa wa Tanzania walioko huku kusini mwa Afrika kuweza kukiona au kuwaona mashujaa hawa ambao watapeperusha bendera yetu katika michuano ambayo inafuata hapo mbele yetu. Naweza kusema hivyo kwa kuanzia, ndugu yangu Lusajo, jezi nambari 9 striker. Naam. Lugano Israel. Yes. Lugano Israel. First 11 kiraka. Unaweza kuniita hivyo namba zote napiga. Na asante sana kwa taarifa hiyo ya timu ya taifa. Bila shaka pia kuna taratibu za kuambia Watanzania za kufata pindi anapokuwa anafika kwa maana ya Afrika Kusini. Kuna taratibu za kutoa taarifa pale ubalozini. Pengine kwa elimu tu inatakiwa kufuatwa kitu gani? Kwa kawaida kwa mujibu wa kitabu chetu hiki ambacho tumepewa, kitabu cha uraia, yani ile iwapo umepewa pasipoti yako, kikawaida ni kwamba unatakiwa ufuate sheria zote za msingi za kuondoka nchini, na vile vile unapoingia katika nchi za wenzetu wanafuata kanuni na sheria hizo kwa kuangalia hicho kitabu chako hicho, yani hati yako ya kusafiria, ambayo itakuwa ina hakika imepata muhuri wa kutoka nyumbani Tanzania, na wao ndio wanagonga sasa kukuruhusu kuingia nchini kwao. Na mwisho wa hii pasipoti yetu hii, yani hati ya kusafiria, katika ukurasa wa mwisho huku kuna jambo ambalo linaelezwa, na nadhani nikirejea katika tukio ambalo ulilishughulikia, Mungu akubariki sana, la juu ya wale mabondia ambao walipata kadhia kubwa sana hapa Afrika ya Kusini, lakini kutokana na mashirikiano yako wewe pamoja na ubalozi wakafanikiwa kupatikana mabondia hawa. Lakini kikubwa ambacho walishindwa kukifanya ni katika ukurasa wa mwisho, ukurasa wa 50 wa pasipoti yetu mpya hii ya blue, inazungumzia kuhusu raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuishi na kujiandikisha majina katika anwani zao mapema katika ofisi za ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyo karibu, na kama hakuna ofisi ya ubalozi basi iweze kwenda katika nchi wanachama wa Jumuiya za Afrika Mashariki iliyo karibu, na kama kutakuwa hakuna hivyo basi wanatolewa nafasi pia kwenda katika zile nchi za Uingereza kama Commonwealth nasema nchi hizo. Kwa hiyo yote juu ya yote ndio hivyo. Kwa hiyo wana michezo wote, wana burudani, wana sanaa. Kumekuwa na vijana wengi, nadhani hili nalo pia lifike kama ujumbe, wakishiriki katika hatua mbalimbali za kutengeneza video zao za muziki, wakishiriki katika matamasha mbalimbali, lakini wengi wao hujisahau kujiandikisha au kusema kwamba wapo
katika ardhi ya Nelson Rolihlahla Madiba Mandela au wapo katika ardhi husika kwa kipindi hicho. Kwa hili la kujiandikisha na kueleza upo linaongeza tija na kutoa mwanya kwa ubalozi kutambua kwamba tuna raia wetu au tuna watu wetu fulani wapo na wana shughuli gani hivi sasa. Na kingine naweza nikakwambia, nilikutana pia na bondia hapa Tony Rashid, ndio ambaye pia yuko katika kambi maalum hapa Afrika ya Kusini akijiandaa katika mchuano wowote ule ulio mbele yake. Kumbuka huyu ni bingwa wa zamani, alipoteza mkanda wake, lakini yuko katika mpambano sasa wa kurejesha. Naye pia ni moja kati ya wanamichezo ambao nilijaribu kuwauliza, je, mlifanya, ulishafika? Akasema kaka, sijafanya hilo zoezi. Sasa kwa namna moja au nyingine naweza kusema kwamba labda BMT, Baraza la Michezo Tanzania, linapotoa vibali liwe linawakumbusha hawa wanamichezo wetu waweze kufika moja kwa moja katika balozi zao kuweza kujiandikisha na kueleza kwamba wapo, ili iwe ni rahisi kwa chochote kile cha ushirikiano, umoja na mshikamano wa Kitanzania waweze kukipata na kujua kabisa kwamba wako katika mikono salama ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hilo naweza nikalisema katika mtindo huo. Sawa. Nikushukuru sana kwa kuelewesha, kwa sababu wapo wengi ambao wanakuja Afrika Kusini kwa sababu ya maisha, kazi na mambo mengine. Ni vizuri sana kujitambulisha kwenye ubalozi ili kujulikana na haki zao pia kuendelea kulindwa chini ya ubalozi. Lakini tuzungumze kuhusiana na, tumezungumza kuhusiana na timu ya taifa, lakini hebu tuzungumze kuhusiana na taarifa ambazo zinazagaa sasa hivi kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha Fadlu Davis ambaye anakinua kikosi cha Simba naye kaipeleka Simba katika hatua ya fainali ya CAF Confederation Cup. Hebu tuambie kinachoendelea kwa sasa huko. Kuna taarifa zinazungumzwa kwamba timu yake ya zamani Orlando Pirates wanataka kumrejesha hapo, na kocha Jose Ribeiro kashaondolewa hapo, hayupo. Kwa hiyo ni timu ambayo haina kocha kwa sasa. Pengine unaweza ukatuambiaje kuhusiana na tetesi hizo? Kwa ujumla mpaka hivi sasa tetesi hizo zinashika kasi kwa sababu kwa mujibu wa jinsi inavyoonekana na jinsi ya vitendo ya matukio ambayo ameyafanya, hakuna mtu ambaye hajaona. Nasema siku zote wanasema soka ni mchezo wa wazi, ulio wazi kiasi kwamba kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuweza kurejea hapa, kwa sababu matukio aliyoyafanya au mambo aliyoyafanya baada ya kufikisha Simba katika hatua hizi kubwa kabisa ya kucheza michuano ya shirikisho barani Afrika, moja kwa moja ile turufu au kete, yani tunasema ile karata yake imekuwa ni karata ambayo inatafutwa ili kusudi iweze kuleta ushindi katika michezo katika vilabu mbalimbali, ikiwa tu si kuzungumzia tu katika timu kubwa kama Orlando Pirates, ambayo iwapo atakuwa anarejea, hii itakuwa ni sehemu kwamba anarudi nyumbani. Na ukikumbuka mara baada ya mtanange wa timu ya Simba ilionyesha dhahiri kwamba kuna mbadiliko, na tactically naweza kusema kwamba ni kocha ambaye alionyesha aina ya uchezaji tofauti na jinsi alivyocheza kule. Kwa hiyo hili pia limeongeza ule wasaa wa yeye kuwa, tuseme, kwa yule kama vile mtu anapoandaliwa chakula kinapoletwa mezani, unapoonyeshwa aina fulani ya chakula, then baadaye ukaongezwa pochopocho zingine pale, wanaita ketchups. Inaonekana dhahiri kwamba wamekuwa na nia ya kuona kwamba Fadlu Davids wanayemfahamu amekuwa anazidi kunoga, anakuwa ana ladha halisi ya kwamba anaweza akawapeleka sehemu fulani. Kumbuka Jose Ribeiro amekwisha ondoka, na yeye taarifa ya yeye kuondoka ilikuwa tangu mwezi wa Februari. Walishamueleza kwamba msimu huu tutaomba utupishe katika nafasi hii, bila kusema wataweza kuleta kocha gani. Kuna makocha kadhaa ambao waliorodheshwa akiwemo Pitso Mosimane, lakini wengi hawakuamini hilo, kwa sababu unajua Pitso tayari alikwisha kuwahi kuzungumza kwamba ameshatoka nje ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo yeye safari yake huko nje ndio hasa atakayoendelea kuitilia mkazo
labda tu katika mambo ya ushauri na nini, lakini si tena kurejea nyuma kufundisha timu za hapa Afrika Kusini. Sasa baada ya hapo wakawa kuna kocha Mokoena ambaye kama wengi wanakumbuka alikuwa jaribu huko katika nchi za Afrika Kaskazini ambako mambo hayakwenda sawa hivyo. Lakini naye pia ametajwa, japokuwa tena hivi karibuni ukiangalia Rulani Mokoena ambaye alikuwa akihusishwa labda angeweza kufika katika benchi la Orlando Pirates, Buccaneers au the Ghosts ama Tambo, yani mifupa. Inaonekana dhahiri Rulani anaweza akawa si chaguo, kwa sababu inaonekana kwamba kuna vilabu kadhaa huko Morocco vinamhitaji kocha huyu mwenye miaka 38. Sasa ukiacha yeye, kulikuwepo na Mangoba Ngiti ambaye walikuwa naye Rulani pale katika Mamelodi Sundowns, na ni kocha ambaye ni wa muda mrefu, japokuwa mara nyingi amekuwa nyuma ya makocha wengine, lakini ashafundisha timu kama Golden Arrows na timu zinginezo huko Durban. Ni kocha mzuri, naye pia alitajwa, lakini wengi wakawa wameona hapana, turufu kubwa inaonekana itakwenda kwa kocha Rulani Mokoena. Mpaka hivi sasa hawajatamka moja kwa moja, itakwenda moja kwa moja kwa kocha Fadlu Davids ambaye inaonekana dhahiri yeye amefanya jambo la kuonekana, na kwa uwezo na kwa ukubwa wa timu kama Orlando Pirates wangehitaji kupata kocha wa mtindo huo. Na nilifuatilia mahojiano ya Fadlu huko nyumbani huko. Ndio. Baada walimuuliza swali fulani, sasa swali la kisushi kwamba nini baada ya hapa. Yeye alisema tu hapana, mimi sizungumzii tu hapa, na baada ya mechi nina mechi kadhaa za kumaliza project na Simba za kumaliza hii ligi na vitu kama hivyo, lakini nina project na Simba. Sasa ile ni sentensi tata, lakini sasa hata hivyo sentensi hiyo inakwenda moja kwa moja na mambo ya shekeli wanaita huko, wanaita imali, yani pesa. Sasa hapo yawezekana ikawa watu wakaanza kupandiana madau pale. Wakati mwingine sasa itatokana na lile jambo zima la mapenzi, lakini wakati huo kumbuka kabisa maisha yanaendeshwa na kitu pesa, mtu pesa bwana. Sasa kama itakuwa ndio jambo la namna hiyo, na kama nilivyoelezea makocha ambao walikuwepo katika msururu au listi ya Orlando Pirates, na wengi wao wakionekana kwamba hawataweza kujiunga, basi bado macho masikio ya wengi yanarejea pale pale tena kwa Fadlu Davids. Kwa maana hii unatuambia kwamba huko Afrika Kusini, hasa Orlando Pirates, moja kati ya timu kubwa sana, tayari ishaanza kuhakikisha kwamba Fadlu Davids anarudi katika timu hiyo kufundisha. Wao walivyoandika katika ukurasa wao, waliandika wanasema nini, ile parable katika lugha ya mafumbo au lugha ya nani, ya kwamba wanamtakia kila laheri katika mechi yake hiyo na Berkane, lakini pia wanamkaribisha tena nyumbani. Sasa ukisikiliza vizuri na ukaiangalia hiyo sentence, inaonekana dhahiri jamaa wana ari na wana hamu kweli kweli ya kumrejesha. Sasa na yeye alipoulizwa, je, bado kuna mazungumzo au kuna namna yoyote anaweza kuwa amefikia na Orlando, alisema yeye bado ana mkataba na Simba, atayajibu hayo mara baada, kwa sababu sasa hivi itakuwa ni uchoyo wa fadhila kuonekana au kujibu maswali hayo wakati bado yungali katika mkataba na ana biashara na Simba na project na Simba ambazo ni kumalizia ligi. Bahati mbaya ndio hivyo, kombe la kwanza wamelikosa, kombe la pili wamelikosa, nikizungumzia kuhusu kombe la shirikisho, lakini pia wamekosa kombe la shirikisho CRDB. Lakini hii haitoi ile uthamani, haitoi kwamba ikapunguza thamani ya Fadlu Davids, ubora wa kocha Fadlu Davids. Bado yungali moja kati ya makocha ambao wapo katika orodha na ulinganifu wenye thamani kubwa katika moja ya makocha au ile list ya makocha ambao wapo katika kinyang'anyiro cha kusajiliwa na Orlando Pirates. Kwa hilo bado lingali katika mzunguko wa Buccaneers.
Wakati ukizungumza hayo, wewe upo Afrika Kusini na unajua tabia za vilabu vya Afrika Kusini. Fadlu Davis ashaye kufundisha vilabu kadhaa hapo ambavyo unaweza kututajia pia. Lakini tabia zao za kuwarejesha makocha na kuamini makocha wao, una kiwango gani hasa ukiangalia makocha wa nyumbani na makocha wa kigeni? Wepi ambao mara nyingi wanakuwa na nafasi kubwa ambao huwa kuwasajili, kuwarudisha au kuwapa nafasi ya kufanya kazi? Hawa wana mambo mengi. Unaona hata sasa hivi kuna goalkeeper na ni kocha ambaye alishawahi kufundisha na Fadlu kule Maritzburg United. Ndio. Huyo anaitwa Desa, yeye alishafundisha, lakini pia alishawahi kufundisha Orlando Pirates na timu zingine, lakini sasa hivi alikuwa ni kocha msaidizi wa Carlos Queiroz. Wengi wanamkumbuka kocha huyu, alishawahi kuwa msaidizi pia katika timu ya Manchester kule. Ndio. Lakini yeye akawa ni kocha wa timu ya taifa, na siku zote kocha wake timu ya taifa katika nchi za kusini za huko kaskazini alimchukua Roger Desa kumtumia kama kocha msaidizi, na hivi sasa Roger inaonekana anaweza akarejea kuweza kuifundisha timu ya Cape Town City. Kwa hiyo Afrika Kusini siku zote huwa wanaweza wakatoka wakaenda, lakini mwisho wa siku wakarejea. Ni huyu kocha Fiston Mosimane, yeye ndio anasikilia msimamo wake, pamoja kwamba yuko nje ya mikataba kadhaa, lakini yeye kuhusu kusajiliwa, kwa sababu alishahusishwa kwamba angeweza kuwepo Pirates, lakini pia baadaye kutokana na wakati ule siku za nyuma mfululizo wa matokeo mabovu ya Nasreddine Nabi walikuwa kifikiria kwamba angeweza kuichukua Kaizer Chiefs, lakini yeye aliendelea kukanusha vikali na kusema kwamba alishafanya kuzambe ndio anaweza kurejea kufundisha katika nchi hii ya Afrika Kusini. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba wapo wenye mtazamo wa kuweza kwenda na kurejea tena, lakini mwisho wa siku wote wanaonekana wanapenda kurejea nyumbani baada ya mafanikio fulani au baada ya kitu fulani, kwa sababu ile pia inamuongezea thamani. Kumbuka kama Benny McCarthy. Yeah. Benny McCarthy ni sasa hivi ambaye ni kocha wa Harambee Stars zetu majirani wa Kenya. Yeah. Naye pia alikuwa na katika listi ya makocha ambao Pirates walikuwa wakifikiria kumchukua, lakini sasa yeye tayari ashasema mimi nishafundisha timu ya taifa huku, siwezi kurejea tena nikafundisha vilabu. Kwa hiyo acha kwanza ni experience hiki alafu baadaye labda siku za mbeleni. Kwa hiyo all in all chances wa Afrika Kusini wanapenda kilicho chao kiweze kurejea na kufanya zile wanasema kuleta mabadiliko au kuleta changamoto ndani ya ligi yao, ndani ya masuala yao halisi. Wakati wengi wamekuwa wakipewa support kubwa sana, yani wanapewa support kubwa kwamba waweze kurejea ili kusudi zile au kile walichoweza kujifunza katika hizo nchi husika kinakuja sasa kinaingia ndani ya Afrika Kusini. Kumbuka, unajua soka ni science, na science ndani yake kuna tamaduni. Unajua utamaduni, kila sehemu kuna tamaduni zake. Ukiangalia hata sisi mara baada ya kupata makocha kadhaa ambao wana mchanganyiko na muingiliano wa hizi nchi tofauti, ndio hasa unaanza kuona mpira wetu umekuwa tofauti na umekuwa kwa kasi, kwa sababu tumeanza kupata makocha ambao wanaweza kukushauri, wameshaziona ligi mbalimbali, wameshashiriki katika hizo ligi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kupata ujuzi kutoka kwao. Kwa hili hasa limekuwa ni moja kati ya kitu kinachojenga na kinachohitajika sana kwa kusini wa Afrika. Wanakuwa kama vile makocha wao wachezaji walioenda kucheza huko nje wanatumika kama vile wataalamu wa mambo ya sanaa ya vita, wanaitaga war spies, yani wale wapelelezi wa mambo ya vita
wanaoenda kuchola ramani kwamba jamani, mimi nimeona tu wanavyocheza hawa jamani ni hivi na hivi na hivi na hivi. Na hiyo ni nzuri kwa sababu unapoenda kusoma nje, ukirudi ndani unakuwa na jambo lingine kabisa. Mtazamo wa kocha aliyepo ndani, kocha anayetoka kwetu huko katika nyanda za juu kusini, na ukaja ukamchukua kocha ambaye amekwisha kutoka akaenda nje, akaenda mbali kidogo ya nyumbani, anakuwa na picha tofauti na mtazamo tofauti, na pia anakuwa na ujuzi wa kutosha kabisa. Nadhani hilo hasa linaweza, kwa sababu wakiangalia uwezo wa timu zetu za Tanzania, wakiangalia Simba wanaifahamu uwezo wake, wanaijua na wanatambua na wanaheshimu. Naziona ni asilimia ngapi ambazo kwako zinakupa picha kwamba Fadlu Davis huenda akajiunga akarudi kucheza akarudi kuifundisha kwa maana Orlando Pirates? Asilimia ngapi unaziona Orlando Pirates wanahitaji Fadlu aende ajiunge na hiyo timu? Orlando Pirates wenyewe kama wenyewe wanamhitaji Fadlu Davis kwa asilimia zaidi ya 75. Ila sasa Fadlu Davis mwenyewe kurejea Pirates ndio bado hapo sasa inabaki kuwa 50-50. Okay. Ndio maana uhitaji wa Orlando Pirates kwake yeye Fadlu Davis ni mkubwa mno. Yaani wanamhitaji sana. Lakini sasa yeye kuja Orlando Pirates bado inabaki 50-50 kwa sababu nadhani alikuwa na mikakati na malengo yake na timu ya Simba. Sasa ukija ukiingilia kati hapo unakuta kwamba labda alikuwa na mikakati yake au alikuwa na mtazamo mwingine, akitoka labda Simba aweze kupanda zaidi, aende labda mbali na nyumbani. Japokuwa kucheza au kufundisha Orlando Pirates ni sehemu ya sifa na ni moja kati ya vilabu vikubwa barani Afrika. Ukikumbuka kwamba wana nyota moja na ni champions washachukua wakati huo miaka ya 95 huko 96. Ndio. Sasa ukiona ni klabu ya namna hiyo, na hivi karibuni imekuwa ndio klabu pekee inayofanya msigishano au unasema inakwaruzana mabega na klabu ya Mamelodi Sundowns katika ligi na katika michuano mbalimbali. Huenda wakawa ni moja kati ya vilabu ambavyo vinahitaji na wenyewe sasa vikapiku ile namba ya Kadoso pamoja na vijana wake wa Aboyelo au Minywana Pezulu Sundowns, ambao wao sasa wanaenda kucheza klabu bingwa ya dunia, na ni kitu ambacho Pirates wanakihitaji. Na ndani ya Fadlu kuna vitu vingi, kwa sababu Fadlu mbali na kuwa na kina Roger Desa, alishakuwa na Mushin, alishakuwa chini ya Ernest Middendorp aliyowahi kujaga hapo Singida, lakini hivi sasa yuko huko Cape Town. Lakini pia ameshakuwa na makocha wengi, unaona Backball, unaona amekuwa chini ya makocha kadhaa ambao ni wakubwa na wana uwezo, na pia Pirates wanaweza kutumia hii kuweza kujifunza. Ukichukua pia umri wake, sisemi kwamba kwa sababu anacheza kwamba eti kwa sababu hachezi umri au mati, hapana. Zile mawazo ambayo anayo yeye akiwa ni kijana miaka 43 hiyo, inaonekana dhahiri kwamba ana jambo au ana vitu vipya vya soka ya kisasa ambayo ndio hasa inaonekana kwa timu za sasa hivi. Kwa hiyo huenda Pirates wakatia turufu kubwa zaidi ili kumpata kocha huyu mwenye haiba za sasa zaidi. Fortunatus uweza kungangania makocha wa zamani. Sawa, Fortunatus unazifahamu ligi zetu za hapa Tanzania vizuri na kabisa, hata jinsi ambavyo wanalipa na jinsi ambavyo wanalipa huko Afrika Kusini, especially timu kama Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, lakini pia na Kaizer Chiefs, timu kubwa kabisa huko. Wanalipa ukwasi mkubwa sana kwa wachezaji, hata kwa makocha ni hela kubwa sana. Kuna interval kubwa sana kati ya Simba ataweza kumaintain kocha ambaye kafika hatua ya finali, na huku watu ambao wana ukwasi mkubwa wanamhitaji, na alishaikuwa kocha msaidizi hapo. Unafikiri watakuwa na mabavu hayo Simba wa kumbakiza na yeye akakubaliana na mazingira hayo? Kuhusiana na mambo ya fedha hapo nikisema shekeli wako mbali sana,
Kwa inawezekana kwa ni ushawishi ambao inawezekana ni ushawishi ambao Orlando Pirates pia wanaweza wakamshawishi kwamba njoo ukae huku, lakini pia tabia za makocha za kuajiriwa na kufukuzwa hapo alipofikia, huoni kama inawezekana akafikiri kwamba DJ mzuri ni yule ambaye anajua wakati wa kupanda na wakati wa kushuka, ashukeje, na huu ni wakati mzuri sana ili ashuke vizuri, lazima aache legacy kwamba amefikisha finali afu kaondoka. Hicho ndicho hata pia Nasreddine Nabi alikifanya, na imani kabisa hicho ndio hata siku za nyuma nilikwisha kuzungumza kwamba huenda Fadlu Davids akafika pale na akawa ametimiliza ile ndoto, japokuwa yeye awali alipoichukua Simba alisema hafikirii kupata ushindi wowote, ila anajenga timu. Yani hiyo ndo ilikuwa topiki yake, lakini kwa kiasi ambacho na katika kiwango alichokifikia, nina imani kabisa kwamba atafikiria zaidi kwamba atafute changamoto zingine na kuangalia labda kama kule, na pia unajua wakati fulani kocha huwa anafanya maamuzi kama yale ili kuwaonyesha watu kwamba sikufanya hii kama fluke, yani sikubahatisha, ndio ila nina hakika na ninachokifanya. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa kwamba yote juu ya yote nina hakika kabisa kwamba Simba wana wakati mgumu, na hili nilitamka mapema sana kwamba wana wakati mgumu sana kuweza kumkalisha chini. Alafu kingine ambacho kinaonekana hawa wanaitwa samani kuweza kuzungumzia kuhusu jamii yake, kwa sababu sionekane mbaguzi wa rangi, lakini hawa wenzetu wa jamii yake anakotoka, watu wengi, watu wa kule ni watu wa kuwa na wamoja, unaelewa? Yani ni opa wale watu wanaotoka kule kwenye jamii ya Machotara wana mshikamano. Ukikumbuka siku ile nilizungumza wakati Simba anacheza na Stellenbosch, bibi yake mzaa mama alikuwepo uwanjani. Okay, umeona alitoka huko akafika uwanjani pale kuweza kushiriki na kuona, lakini pia alikuwa na ndugu zake kadhaa. Sasa ukiangalia ile picha na ile atmosphere inaonekana dhahiri ndugu au jamii yake pia inaweza ikahusika kwa namna moja au nyingine kumshawishi. Kuna karata hapo kuna karata hapo, wakamwambia na umeshakwenda, ulishakuwepo huko Afrika ya Kaskazini, umekwenda Afrika Mashariki, okay, tumeona ulichokifanya, sasa can't you pay back home? Yani hebu tulipie kidogo na nyumbani. Alafu pia kuna point to prove ambayo ameshaifanya wakati ule anaondoka chini ya Orlando Pirates. Alikataa kuwa msaidizi wa kocha ambaye kocha mkuu akasema, mimi nilikuwa kocha wa muda, nilidhani kwamba kutokana na jinsi nilivyofanya matokeo yangu na kila kitu, nilidhani ningeweza kupewa mkataba wa kuwa kocha mkuu. Sasa kama mnanipa usaidizi, it's okay. Ndio akaondoka sasa kumfuata kocha ambaye alikuwa naye Pirates pale, akaenda kumfuata huko Wydad Casablanca, msaidizi. Wydad akawa msaidizi. Sasa ukifuatilia hivi unakuta kwamba anaweza akawa alivyoenda kule alikuwa na point to prove ambayo is true. He has proven that I'm the best. Sasa anaweza akarejea tena kuambia, okay, let me now show you what I told you. Nilichowaambia mimi kwamba nataka nikifanye. Nataka sasa nikifanye. Kwa hiyo yawezekana dhahiri anaweza akapokea mkataba huo ili kusudi atekeleze ile dhima nzima, na awahakikishie kwamba what I told you, I meant this. Basi nilikuwa ninamaanisha hivi. Ndio. Fortunatus, tumeongea sana, nikushukuru sana, na najua nitakutafuta tena. Najua kuna mengi ya kuweza kuzungumza hapo, kuna taarifa nyingi ambazo ziko Afrika Kusini tutahitaji kuzifahamu sana kutoka kwako, lakini kwa Fadlu Davids bila shaka mashabiki wa Simba sasa wataanza kuamini, maana yake nishai kuambia kwamba Fadlu Davids kwa maana mashabiki wa Simba wajiandae kukaa na pembeni na Fadlu Davids msimu ujao, yani wajiandae kuwa na kocha mpya, sio Fadlu Davids. Ni kweli ni mambo magumu, lakini pia kuna mambo mengi yanaendelea hapa. Kuna usajili, kuna maelezo. Wakati huko Simba tuseme Simba na Yanga na Azam wakiwa navuta ni kuvute ya kijana Faisal Salum Toto, lakini pia kuna kauli kwamba Nasreddine Nabi
huenda akamuhitaji kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs. Basi hilo nitakurudia tulifanye kwa ukubwa zaidi ili watu waanze kufahamu huko mazingira ya Afrika Kusini wanasemaje juu ya kijana Faisal Salum, lakini pia Nasreddine Nabi na Kaizer Chiefs wenyewe kama uongozi wanasemaje. Nitakurudia ili tulimalize kwanza la Fadru hapo kwa maana Orlando Pirates. Mimi nikushukuru sana kwa sababu umeshanimalizia material yote na nitajua nitarudi tena kwa ajili ya Faisal Salum tuweze kuzungumza hapa. Asante. Wanasema ndaga fijo, lakini wazuru wanasema siabonga kakuru. Siabonga kakuru. Sawa, asante sana. Niko nazungumza na Fortunatus kutoka Afrika Kusini kuhusiana na swala zima la kocha Fadlu Davis pale Simba. Msimu huu kubakia Simba ni story itakuwa ni mpya kabisa. Huenda akawa DJ mzuri ambaye anajua jinsi ya kushuka jukwani, au akawa DJ ambao anajisahau anapokuwa jukwani. Mimi naitwa Lugano Izel. Subscribe channel hii kwa maana ya Like Media ili uwe miongoni mwa watu ambao wanakuwa wanapata taarifa kutoka hapa. Mpaka wakati mwingine tutakuletea story nyingine kubwa na zenye mvuto kiasi kikubwa sana. Chao.